Karibu tena katika mtandao wetu katika Ash Reality Gospel. Tunaongelea siku ya leo kuhusu kutengeneza platform ambao ndio tuweze kupelekana na Mungu, kutengeneza njia ambao Mungu anaweza kuwa pamoja na sisi. Kwa sababu Mungu anafanya kazi yake na sisi tunafanya kazi yetu, tunakutana mahali pamoja katika point moja ndio Mungu aweza kutubariki. Siku ya leo tunaongelea katika kutengeneza platform ama mtandao ndio tuweze kupelekana na Mungu. Na tunasoma kitabu siku leo tumesoma katika Ayubu 22 mlango 21. Na kwamba tunaona kwamba Ayubu hapo anasema kwamba turudi kwa Mungu ndio nazo baraka za Mungu zitufuate. Tunawezaje rudia Mungu? Na jingine ni submission. Tunawezaje rudia Mungu ndio baraka zake zitufuate? So njia ya kurudi kwa Mungu ni Yesu mwana wa Mungu. Na neno linatuambia vizuri ya kwamba Yesu Kristo alikuja ndio aweze kurudisha binadamu kwa Mungu. Ndivyo Ayubu alikuwa anasema kwamba katika Ayubu 22 mlango 21 inasema kwamba tukue na amani na Mungu, turudie Mungu ndio baraka zake zitufuate. Nao Biblia inatuambia kwamba njia ya kurudi kwa Mungu ni Yesu mwana wake wa kipekee. Ukimwamini na ukuje kwake unaokolewa, unakuwa mwana wake. So tumesoma leo katika kitabu ya Ayubu. Kama uko na Biblia yako unaweza soma hapo Ayubu 22 mlango wa 21. Nasema kwamba turudie Mungu na tuwe na amani na yeye na baraka zake zitatufuata. Na katika Biblia ya New Covenant inatuambia kwamba kurudi kwa Mungu tunarudi kwa njia ya wokovu. Huwezi kuwa nje ya Yesu mwana wa Mungu useme nimerudi kwa Mungu. Hapana, ukiamini kwamba Yesu Kristo ni Bwana na uokolewe kulingana katika kitabu ya Roma 10 mlango wa 9, neno linasema kwamba tukikiri katika kinywa chetu ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu alikufa kwa ajili yetu mwana wa Mungu, na tuamini katika mioyo yetu tutaokolewa. So kuokoka ni kitu rahisi sana. Ni kukiri na mdomo wetu na tuwe tumeamini katika mioyo yetu kuhusu Yesu mwana wa Mungu. Ningetaka katika wakati wako ujisomee katika hiyo kitabu ya Roma 10 mlango wa 9, ndio inaongea kuhusu uokovu ni nini. Na tunakumbuke katika platform yetu tukianza mwanzo tulikuwa tunasema Mungu anatumia baba mawili ndiye tupokee chochote. Si wokovu pekee tunapokea na njia ya kinywa chetu na kuamini na moyo. Chochote tutaomba duniani una njia ya kuipokea ni moja. Ndio tunasema a spiritual law ama sheria ya kiroho. Ni hiyo ya kuamini na moyo na kukiri na mdomo wako, hiyo ndio sheria ya kiroho. Na hii sheria ndio tunatumia kupokea chochote ambao utaiomba Mungu wako. Na hii ndio sheria Yesu aliacha kwamba unapomkiri kwa mdomo wako na amini na moyo wako umeokolewa. Kwa hivyo ni kitu ambao ni spiritual transfer ama ni kitu inafanyika katika njia ya kiroho. Na tukasema kitabu ya Kolosai 1 mlango 21 inasema ya kwamba wakati mtu ameokolewa kuna kitu inaitangwa spiritual transfer ama unatolewa katika ufalme hii unapeleka katika ufalme mwingine wa Mungu. So kuna kitu hiyo ndio tunaita na kizungu spiritual transfer. Ukisoma katika kitabu ya Kolosai 1 mlango 21 utapata hiyo maneno pale. Na Mungu anatuelezea kwamba tukikiri na kinywa chetu na tuamini na mioyo yetu tumeokolewa. So tunaona wokovu si ceremony kubwa kama venye watu wanaifanya, si jambo kubwa ambayo inatendeka. Ukishaamini na ukiri na mdomo wako na uamini na moyo wako umeokolewa. So mtazamaji wangu, ningetaka tuendelee pamoja katika hii katika hii platform ya kujengana, ukuje kujua kwamba ukweli kabisa ni nini. Hakuna kitu Mungu anakuambia utoe, alipeana mtoto wake kipekee. Hakuna jambo unafaa kutoa ufanyiwe jambo lolote. Yesu mwana Mungu alilipa gharama yote pale. Ni kuamini tu wewe, ukishajua yale mambo Yesu Kristo alijipeana kwa ajili yake, uyajue na uyaelewe na uyashike na moyo wako, mambo inaweza kwenda vizuri. Hiyo ndio tunaita sasa kurudi kwa Mungu tukipitia Yesu Kristo mwana Mungu. Hiyo ndio jambo moja ambao tunafaa kuelewa. Na tunakuja kuona kwamba katika kitabu ya Galatians ama Wagalatia 5 mlango wa 19 neno linatuambia kwamba kuna mambo ambao tunafaa kuyaangalia. Na ningetaka ujisomee hapo peke yako katika Wagalatia 5 mlango wa 19. Kuna mambo ambao tunafaa kuyaangalia ambao ni muhimu sana katika maisha hii ndio Yesu Kristo mwana Mungu apelekane na sisi. Ndio tunasemanga kutengeneza njia ndio tuweze kupelekana na Mungu. Sababu Mungu ameshafanya kazi yake. Ameahidi promises zake. Ahadi zake zote ameshaziweka pale. Neno lake tulisoma tukianza katika mtandao huu wetu ati kwamba neno lake alishalitengeneza na zimesimama imara pale. Haleluya. Sasa ni sisi tujiandae vizuri kama venye Mungu anataka na tukae katika principles zake na sheria zake za kiroho tuweze kuwa tunapokea rahisi kutoka kwa Mungu. Kuna watu wanaweza omba kama wamejichanganya na mambo zingine katika dunia. Na Mungu anasema kwamba mwenye anafanya hizi maneno ambayo nitataja hapa hataweza kuingia katika ufalme. Ukumbuke hii ni ufalme ambao tunapitia njia utakatifu na njia za kiroho. Na neno limetuambia kwamba katika Wagalatia 5 mlango
wa 19 ya kwamba mambo za kimwili ni hizo hizi, ni kama dhambi za ngono, ni kama mambo ambayo ni za kutuchafua mawazo yetu na maroho zetu. Uchafu ni kitu inaweza kuja na njia tofauti sana. Uchafu inaweza kuja kwa kuona sinema ambao ziko na mambo machafu. Ukumbuke platform ya Mungu ni moyo, na tunafaa kulinda mioyo yetu na mawazo yetu kenye kinaingia. Ujue hiyo ndio njia ya Mungu kupitia, ndio kuja kutubariki. So tunaweza kuangalia maneno, tunaweza kuwa na uchafu, hiyo ifanye Mungu atuondokee. Hii uchafu inatokana mambo kama kuona sinema mbaya, kama kuoche vitu kama pornography, kama kuoche sinema ambao zinatampa na moyo, kusikiza nyimbo ambao ni negative. Hatusemi nyimbo ni mbaya zote, tunasema kama nyimbo zenye unasikiza ni nyimbo ambao zinajenga moyo, zinaingia katika zinaguza mambo za kiungu. Katika Galatians 5:22 tutakuja kuangalia hizo maneno baadaye, lakini yale mambo inaweza chafua mtu ni mambo ambao inanena mambo kinyume na sheria za Mungu, negativity, mambo ambao ni mbaya, unaona na unayasikia kwa masikio yako. Hatuwezi sema huwezi ingia mahali maybe ujipate umesikiza nyimbo kadhaa ukienda kwa gari, ukienda shughuli zako, lakini kuna njia ambao ukishafika nyumbani kwako unaambia Mungu akusamehe na kutakasa na damu yake, kwa sababu kumbuka kwamba damu ilimwagika pale msalabani ili iweze kutakasa wewe ukaribie Mungu. Every time ambao unajipata umekosea ama umeingia kwa jambo ambao unasikia ndani yako inakupea shaka kwa Mungu, unaomba katika jina la Yesu mwana wa Mungu na unajitakasa na ile damu. Damu kazi yake ni kukusafisha hiyo uchafu, kukusafisha na kukuondoa dhambi zote. Unaweza kuwa umeokota huko nje kwa mawazo, kwa kuona na macho yako na kwa kusikiza, ama kwa moyo wako. Mambo yote yanaweza kuwa kama wivu ama mambo ya uchuki. Unajitakasa kabisa ndio kuondokee, ndio Mungu mweze kupelekana na yeye. So hiyo ndio uchafu, inakuja na njia hiyo. Uchafu kama hiyo, tumeongea kuhusu wivu, tumeongea kuhusu ulevi. Mambo hiyo yote utayasoma katika Galatians chapter 5 verse 19. So tukishajua hii mambo tunajiepua nayo, msikizaji wangu, ukijiepua na hii maneno, wewe mtazamaji wangu, ukijiepua na hii maneno, ulinde njia zako. Hatusemi kuna binadamu yote ambao ni imekamilika, lakini tunapojilinda sisi mioyo yetu na tujilinde matendo yetu yote, tunakaribia Mungu kabisa. Na tunapokaribia Mungu, mkumbuke ya kwamba na tujiandae na njia za kiroho venye ametufunza pale mbeleni. Ni rahisi sana, unaomba Mungu na Mungu anakusikia na unaweza kuyapokea. Tunapomalizia tutasoma kitabu ya Act Mitume 19 mlango 13. Hii inasema aje? Kuna vijana ambao walikuwa ni 7. Walienda kukemea mapepo ambayo ilikuwa ndani ya Mungu, wakiomba katika jina la Yesu, katika jina la huyu Yesu, na hawajaokoka na jina la Paulo. Hao tunakuja kupata ya kwamba walishambuliwa na mapepo. Walishambuliwa kwa nini? Na walikuwa naomba na walikuwa wanaamini. Walishambuliwa kwa sababu ndani yao hawakuwa na huyu Yesu. Hauwezi pigana vita za kiroho kama Yesu wako ndani yako, kama hujakiri na uokoke. Kuna watu wananiambia, mtu wa Mungu, nimeomba sana, najua Mungu atatenda mambo makubwa mwaka huu. Kuna watu ambao wanaishi katika confusion, wanaishi katika maisha ambao hawajui ya kwamba hawako ndani ya Mungu na wanafikiria wako ndani. Hii ndio tunasemanga harsh reality. Katika hii mtandao utakuja kupata ya kwamba harsh reality ina mean ukweli ambao inakera, mambo ambao unaamini kumbe haiko vile vile, kwa sababu unaamini tofauti na Biblia. Biblia inasema kwamba mtu tu ambao ako ndani ya Mungu ni mtu ambao ameokoka na ametakaswa na ile damu, ako ndani, amekiri na mdomo wake, huyo ameokoka. Mtu ameokoka anaweza engage katika vita za kiroho kama ametengeneza platform yake. Huwezi toka kwa usharati na ukuje kukemea mapepo. Unafaa kuelewa kwamba ndio maana tunasema unatengeneza platform, tunatengeneza njia ya kwenda kwa Mungu. Kama uko na tudhambi hapa na pale, una confess before uingie katika maombi, ndio shetani asipate nafasi ya kukupinga. So shetani hawezi kupiga wewe kama uko ndani ya